Leo tunaendelea na masala ya sindano. Ile ilikuwa ni hukuna, sasa hivi ni sindano, kwamba al-ibra imegawanyika sehemu mbili. Ile sindano tunayochomwa katika tukio na maradhi, na huku tumefunga, imegawanyika sehemu mbili. Kuna wakati sindano inakuwa ni piwa dawa tu, hakuna kitu chochote cha kuongeza nguvu au vitaminiati, hakuna, inakuwa ni dawa tu ya ile maradhi yaliyokuwepo. Sasa hapa hukumu zinabishana. Ikiwa ile sindano ambayo ghair mudhiya, haina wala mahlulul mughadhi, yani manake imepakwa kitu cha kuongeza energy katika mwili, na ikapitishwa, kuna hukumu nyingine. Ima ikapitishwa kwa njia ya waridi, yani mshipa wa damu, au ikapitishwa pia katika mwili pasina njia ya nini, ya mshipa wa damu, yani tahta aljildi, kama tunavyoona sindano nyingine inachoma kwenye bega, wengine kwenye makalio, namna hiyo. Hukumu yake hii inakuwa vipi? Kama inavyokuja. Kwanza haya masala tunaweza kusema kwa wakati wetu ni muasira, masala ambayo wanachuoni sasa hivi wameangalia, wametazama, wakaja na kawaida za fiqhia ambazo zinazotaallaq na mambo ya muftirati. Wakasema kwamba ibra ghaira mughdhiya, ambayo haina vitamini au kitu cha kuongeza nguvu, kama vile zile sindano za antibiotic, yani ibra mudawadati alhayawiyya, nasema ni za antibiotic, au musakkinati, na zile dawa za painkiller za maumivu, panadol na zinginezo. Kuna njia pia kutumia kwa njia ya sindano. Hizi zote kwa maulama wetu wa muasirun, kina maarufu Dr. Qardawi, kina Ibn Uthaymeen, wengine wote wao wamesema, kama katika Majmu' al-Fatawa pia, hii haifunguzi kwa sababu ni ghaira mudhiya, yani sio yenye kuongeza kitu mwilini, nguvu au chochote. Kwa la tuftir, ile sindano inayochomwa kama ni dawa tu. Tena wakasema sawaan ukhidha, sawa imechukuliwa min alwaridi, katika mshipa ule wa damu, au al-adl, au tahta jildi, au katika nyama, au katika ngozi, kwa sababu laysat aklan wala shurban, saumu yako inakuwa sahihi. Kitokezea mtu ameumwa namna hiyo na hakutaka kufungua, akapata tiba ya sindano kwa sura kama hiyo, basi la yuftiru, kwa sababu haijakuwa na sifa ya chakula. Tofauti sindano ikawa imefanywa la kama annaha la tasilu al-jawf, wanasema maana fiqhi, kwa sababu al-jawf wanasema ni sehemu ya utumbo, maida, sehemu ya utumbo, kama vile Sheikh Uthaymeen katika sharh Mumtaa akasema katika mjadala wa 6 peji ya 370, anasema al-ibar, yani zile sindano zote ghair mudhiya, isiyokuwa ambazo zenye chakula. Tukisema chakula, mara nyingine mtu afahamu tunakusudia drip. Kwa kunaanza glucose, kunaanza vitamini na vinginevyo, inatiwa na dawa kukuboost upate wepesi. Sasa hizi ndio tunayozungumzia. Tukisema ghaira mudhiya, tujue kwamba sio drip, yani sindano ile ya kawaida na dawa. Kwa hiyo hizi la tukhadhu al-ilaj, ambao haichukuliwi au haifanyiki ile tiba ya huduma isipokuwa kutibu tu, adala ndio tuftir, haifunguzi. Sawa ukhidhat an tariq al-waridi au al-adli, liannaha la taghadhi al-badani taghadhi at-ta'am wa sharab, wa inma hiya ilaji faqat. Kwa hiyo tunapata kuelewa kwamba ukiwa umefanywa hali hiyo kwa ajili ya tiba tu, basi hapo hakuna mashaka, saumu yako iko vizuri. Hiyo upande wa sindano ambayo haina mambo ya energy wala vitamini. Hali ya pili, sindano ambayo mudhiya,
wal mahlul mudhi, au sindano ile mfano kwenye drip mle ikakiwa dawa ambayo utapata kupona, lakini mudhi, maana yake itakufanya kama upate nguvu. Sasa hii hukumu yake ikiwa imepitishwa katika waridi maana yake ni mshipa mkubwa wa damu, ikiwa imepitishwa kwa njia hiyo ambayo ni ibra mudhiya, wal mahlul mughadhi ambayo imepambizwa na kitu cha kuongeza nguvu, abla alwarid ikapita katika mshipa wa damu, au tahta jildi au al-adla, hukumuha inda al-fuqaha wanasema kwamba ma yaqum maqama at-ta'am wa sharab, hizo zinafunguza zote, zinafunguza maadamu inasimama sehemu kama ya chakula, kukupa nguvu, kukupa energy, zinafunguza. Ama ikiwa haiendi katika masala ya kama chakula, hiyo ni sindano ambayo mudhiya, yani imetiwa kitu kama cha kuongeza nguvu, lakini imetishwa katika waridi. Ikiwa inakusudiwa kwa maana ya dawa tu, pamoja imetishwa katika ule mshipa wa waridi, haifunguzi kwa sababu ni dawa. Lakini ikiwa kwa maana ya mudhiya, maana kama kukupa nguvu, inafunguza saum, tuftiru liannaha tahillu mahalla at-ta'ami wash-sharabi, wa hadha yukhalifu maqsad as-siyam. Hii inapishana na maksudio ya nini, ya funga. Katika fatawa Nuru al-Darbi imekuja pia, fala yajuzu ibratul mudhiya liannaha taqum maqama at-ta'am wa sharaf, hukmu al-akli wa shurbi. Namna hiyo ndio ilikuja. Jambo la tatu, ikiwa ile dawa haijabeba sifa chakula, lakini imepitishwa pia katika waridi, basi pia nayo haifanyaje, haifunguzi, kama jana tulikuwa tunasema. Ila ikiwa si kitu dawa, hata kama sio chakula, lakini kitakujenga nguvu, kitakujenga njia ya kupata wepesi uhai, kwa mfano vile kujazwa damu. Pia damu sio chakula, lakini pia itakufanya nayo utapata ile nguvu na nini, hii inafunguza saumu kama walivyokuwa wamesema. Lakini ukienda kwenye maulama wetu, na kwa nini nimeanza kuanza na hawa muasirun, kwa sababu masala ndio imetokeza kipindi chetu. Maulama waliopita walitoa hukumu tu ya moja kwa moja, ambao ni wale fuqaha arba'a, wakaona kwamba imeingia kama kiujumla ya hukmi, kupitisha dawa katika njia kubwa, njia ndogo, au tundu zile za kama ni hukumu. Imam Abi Hanifa na Imam Maliki wakasema kwamba kuingia chochote katika jaufu, iwe dawa iwe sio dawa, min manfadhil mu'tad yuftir, min manfadhil mu'tad yuftir, ikaingia katika zile tundu zetu za kawaida, pua, mdomo, tupu mbili za macho, zikaingia dawa kwa sura hiyo, basi hizo yuftir. Kwa sababu gani? Imepitia katika tundu ambayo ni mu'tadi, itafika tu katika maida. Ama idha lam tasil al-maida fala tuftir. Sasa hapo inategemea na ikishafati, tafiti za kitiba. Je, kwamba tukitia dawa hii itafika kwenye utumbo? Wao walichukulia hukumu ya kiujumla, kwa sababu masala hayakuwako kipindi chao. Kwa hiyo Imam Abi Hanifa na Imam Maliki wao wakasema namna chochote kilichoingia katika njia ambayo mu'tad yuftir, ama idha lam tasil al-maida fala tuftir. Imam Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal hum yarawna anna al-mufattirati hiya kullu ma yasil al-jawf wa yughadhi al-jism, ni chochote kile kitachofika katika kiwiliwili, wa yughadhi al-jism, maana kitaisaidia mwili kupata nguvu, hiyo itakuwa ni mufattirat, maana kwamba itafunguza. Sasa tukija na summarization ya masala yetu ya zungumza ili tuweze kuyafahamu, tunasema hivi: al-ibratu ghair al-mudhiya, sindano isiyokuwa kama ni drip,
musakinati za maumivu zile, mudhaddati alhayawiyya, antibiotic zile, vitaminati zile za vitamins, mudhia hizi tuftir, zinafunguza. Kwa mtu kaja kupiga drip yako ya glucose yako na una somo, ukimaliza ujue siku hiyo utakuja kuilipa siku nyingine, kwa sababu utakuwa mahalil al-maghdhiya abla al-warid. Mahalil al-maghdhiya abla al-warid, yani sio kama ni mughdhiya lakini ina sifa kama ya kukupa nguvu, lakini sio kama mughdhiya. Maana mara nyingine kutibiwa ile maradhi ndio kupata nguvu. Sasa zikiwa kama hizi zina hukumu mbili. Ikiwa imepitishwa kwa mshipa mkubwa huu, mshipa wa damu, inafunguza. Kwa kuna sindano unatiwa kwenye pipe ndogo afu unaingizwa kidogo katika mshipa wa damu ili upate nafuu. Anasema hii itafunguza, kwa sababu kwa kuingia kwenye ule mshipa wa damu definitely itakuwa imefika wapi? Katika maida. Ama zile ambazo sio mughdhiya, kwa mfano dawa zile zinazokuwa kama ni mtu mfano na maradhi muzmini, anatumia dawa zake za kuondoa gesi, kufanya nini, yani kuna kitu fulani kinapondoshea, hizi zio ghaira mughdhiya. Maana tatizo letu katika mughdhiya, ghaira mughdhiya, basi hizi hata zikipitishwa katika waridi, ule mshipa wa damu, la tuftiru, hii haifunguzi. Hii ndio kwa ufupi masala yetu ya sindano, kwa sababu haya masala yanatokea sana kwa wakati wetu. Mtu ameumwa anaona asifungue, lakini anaenda kupata tiba akaandikiwa sindano. Sasa sindano nataka tuziangalie kwa sura kama hiyo, na madaktari wenyewe wanajua kutokana na karia yao, wanajua sindano hii bwana itamuongeza nguvu au hii inatibu tu. Kwa utauliza kama iko, na ukiwa hujatumia waridi huu ndio mara nyingi uwe salama zaidi. Lakini ukishaanza kutumia hii katika mshipa mkubwa wa damu, uanze kuweka doubt kwamba je, hii ni mughdhiya au sio mughdhiya, na pia inakusudiwa tiba tu au kitu chochote cha nguvu. Hapo ndio utapata hukumu kwa ufupi. Kwa hiyo ni hali 4 tulizozieleza. Ikiwa sindano tu haifunguzi, ikiwa sindano ya dripu inafunguza, na ikiwa sindano hiyo hiyo imekuwa vitu vya nguvu vimepita kwa mshipa wa waridi, inafunguza. Ikiwa hiyo hiyo imepita katika mshipa wa waridi lakini ni dawa kama dawa, haina chochote, basi pia haifunguzi. Allahu ta'ala a'lam.